Karibu mtazamaji, nafahamika kama Lulu Hassan. Polisi kaunti ya Kilifi wanamzuilia mhubiri mmoja kwa tuhuma za kuendelea itikadi potofu katika eneo la Chakama, eneo bunge la Magarini. Mhubiri huyo wa kanisa la New Foundation, Abel Kihindi, anazuiliwa huku ripoti zikiibuka kwamba huenda waumini kadhaa wa kanisa hilo wamefariki katika hali tatanishi. Uchunguzi wa maafisa wa usalama eneo hilo wakiongozwa na naibu kamishna wa Kilifi North Samuel Mutisia wanasema kwamba madai kuwa Kihindi amekuwa akiwalaghai wakazi kwa kuwataka wapande mti maalum ulio katika kanisa hilo kumaliza matatizo yao. Mutisia akisema kwamba wafuasi hao wamekuwa wakiamini na kuabudu bila kitabu chochote kitakatifu. Biblia ndio pastor wa kwanza kuona kwamba anjambeba Biblia. Na tukimuonji wakati ameonjiwa pia anasema yeye anaamini sana kupeana maji ya uzima ambayo ndio anauza kwa shilingi 100 mitungi 3. Alafu pia naamini sana katika mti wa uzima. Huo mti wa uzima mnaona ni huu mti ambayo uko hapa, ambao sasa waumini wale wamekuja na ni kama wamepangawa ama wako na mapepo, wanapanda huo mti, na wakipanda huo mti mapepo yanambumburuka yanaenda. Kwa hivyo ukiangalia sasa hizo ni itikadi ambazo asieleweki. Mimi ni pastor, natumia Biblia, lakini mahali nimetolewa sikujua hata nitafika kanisani. Ndio maana nimetoka hata bila Biblia. Sikujua kwanza nitakuja kanisani. Lakini Biblia iko. Huo ndio mtu wa uzima. Kwani unaita uzima? Ni kwa sababu wanaokuja hapa wana mapepo. Wanapofika pale na kupanda, mapepo wanawatoka. Sasa nitaita mti wa uzima. Labda kuna watu wanahudumia hapa ndani, wakati nikiwahudumia hawajapoteza maisha. Isipokuwa kuna mmoja alipokuja hapa, alilala siku ya pili ndio akaga kabla hata sijafika hapa kanisani. Wakati huo nilipokuwa Malindi. Lakini sijahudumia mtu pale na akafa pale.